Ujambo Mbatu, karibu sana katika maktaba. Mimi ni Wilberforce Ngoto na leo nataka tuulize swali la msingi. Je, Chadema inajijenga au inajimega? Tuanzie usiku kuamkia Jumatano Januari 22, 2025 pale Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kilipopata mwenyekiti mpya Tundu Antipas Mugwai Lissu baada ya kumshinda Freeman Aikaeli Mbowe. Alikuwa ameshika wadhifa huo kwa miongo miwili na ushei tangu 2003. Tangu uchaguzi huo kuisha, kumekuwa na vuta ni kuvute kwa Chadema. Mosi, vuta ni kuvute na utawala, ambayo sio mpya, ni mwendelezo wa harakati za Chadema dhidi ya kile wanachoamini ni kukosekana haki katika vyombo vya kusimamia uchaguzi. Ili kuwepo haki, wanataka mabadiliko ambayo yatatokana na katiba mpya. Pili, kuna vuta ni kuvute ndani ya chama iliyoanza wakati wa uchaguzi wa kumtafuta mwenyekiti uliofanyika Januari 2025. Maneno mengi yalinenwa, kauli nyingi zikatolewa, vijembe na ngonjera zikaganiwa pale. Wengi waliamini hayo yangemaliza baada ya uchaguzi kuhitimika. La hasha, hali haionekani kubadilika. Mchafukoge ndani ya Chadema unaendelea. Mivutano yote miwili ina athari kwa Chadema. Huo wa kwanza umepelekea Tundu Lissu kuwekwa ndani kwa kesi ya uhaini. Viongozi wengine na wanachama pia wamekamatwa kwa nyakati tofauti na kuachiwa, lakini hilo sio jambo jipya, lilitarajiwa. Na mvutano huu wa pili umepelekea baadhi ya wanachama wa Chadema kukiacha mkono chama hicho. Ni ukweli ulio wazi kwamba kuondoka chamani ni haki ya mwanachama yeyote wa chama chochote, ila uamuzi huo unaweza usiwa wa afya kwa chama. Chadema wana vita mbili wanavyopigana sasa kwa wakati mmoja, wao kwa wao na wao dhidi ya utawala. Sina hakika ikiwa wana uwezo wa kushinda vita vyote kwa wakati mmoja, hasa ukizingatia ile sehemu ya msemo wa Waswahili, utengano ni udhaifu. Katika nyakati za harakati za kudai mabadiliko ya kisiasa, hasa mbele ya utawala, watu ni mtaji muhimu sana, ingawa swali la watu hao wawe wa aina gani litaibuka. Mwongozaji wa harakati hizo ndio atakuwa na jawabu ya swali hilo. Kuna jambo la tatu ambalo ni jipya kabisa kwa Chadema. Ofisi ya msajili wa vyama vya siasa wiki hii ilitengua uteuzi wa wajumbe 8 wa sekretarieti na kamati kuu ya Chadema ambao walithibitishwa na baraza kuu la chama hicho. Ofisi hiyo inasema ni kutokana na kutokuwepo kwa akidi halali ya kikao hicho. Miongoni mwa waliotenguliwa ni vigogo wa chama akiwemo John Mnyika, katibu mkuu Amani Golugwa, naibu katibu mkuu Bara, na Ali Ibrahim Juma, naibu katibu mkuu Zanzibar, Godbless Lema, kuwataja kwa uchache tu. Chadema kupitia makamu mwenyekiti Bara John Heche imejibu kwa kusema inaendelea kuwatambua viongozi hao na hawatabadili chochote. Heche akasema akiwa mkoani Mara kule, mimi nakwambia msajili, wewe huhitaji kumtambua katibu mkuu wa chama chetu, sisi tunamtambua. Katika hili, hali ikibaki kama ilivyo itakuwa nafuu kwa Chadema, lakini kwa msajili ataamua kuchukua hatua kubwa zaidi, huenda hilo likazusha shida nyingine ndani ya chama hicho. Mwanasheria na mchambuzi wa masuala ya katiba na sera Edson Kilatu akihojiwa na moja ya vyombo vya habari vya ndani akasema msajili hana mamlaka kufanya alichofanya. Maelezo ya Kilatu anaelekeza kwenye katiba ya Chadema ibara ya 6.2.2 ya mwaka 2016 toleo la mwaka 2019 ambayo inasema kwenye vikao vingine vyote akidi ni 50% isipokuwa kama kikao kinahusu mabadiliko ya katiba ambayo akidi yake ni 75%. Kwa mujibu wa Chadema, akidi ya zaidi ya 50% ili kuwepo. Huu huenda ukawa ni mzozo mpya unaokwenda kuanza sasa, mzozo ambao utaiweka Chadema kwenye kala moto zaidi kutokana na mamlaka na nguvu kubwa aliyepewa msajili wa vyama kisheria. Sasa tuangalie msururu ulioanza rasmi Jumatano ya Mei 7, 2025 kung'atuka. Iliyokuwa sekretarieti ya chama hicho kutangaza kuondoka, wakieleza kwa vyombo vya habari na umma sababu za kutimka. Hao ni aliyekuwa naibu katibu mkuu Bara Benson Kigaila, aliyekuwa mkurugenzi wa itifaki, uenezi na mambo ya nje John Mrema, aliyekuwa naibu katibu mkuu Zanzibar Salum Mwalimu, aliyekuwa katibu wa sekretarieti Julius Mwita, na aliyekuwa katibu wa baraza la wanawake Chadema Boacha Catherine Ruge. Kigaila aliwahi kusema kuna ubaguzi dhidi ya wanaohusishwa na upande wa Mbowe na wamekuwa wakitengwa katika ngazi zote. Mwalimu yeye akasema sio mrengo wa no reform no election unatengwa na ushauri wao kutosikilizwa juu ya hoja ya no reform no election. Ruge akaeleza hawezi kuwa kwenye chama ambacho haamini katika ajenda na msimamo wao. Amani Golugwa akajibu kwamba kuondoka kwao hakuna pengo lolote waliloliacha ndani ya chama hicho ambacho ni kikuu cha upinzani. Na Heche akasema yaliyosemwa na waliondoka hayana ukweli, bali wamefikia bei na taarifa kuwa wengine pia watafuata.
Chadema bado ina ushawishi na yaonekana Tundu Lissu alikuja kimkakati na mikakati mipya ili kufanikisha kile wanachokitaka kukifanikisha. Matokeo ya mwisho yatakayozaliwa kutokana na mikakati hiyo ndio yataamua ikiwa uongozi wake umefanikiwa au umefeli. Kujiuzulu au kuondoka chamani sio jambo jipya. Itakumbuka kuelekea uchaguzi mkuu wa 2020 vyama vya upinzani hasa Chadema vilipoteza wanachama kadhaa waliokuwa wabunge na madiwani ambao walihamia Chama cha Mapinduzi CCM kwa hoja ya kuunga mkono juhudi za maendeleo za raia wa wakati huo hayati John Pombe Magufuli. Chadema waliotuhumu waliondoka kuwa wananunuliwa na kuahidiwa kupewa viti katika uchaguzi mkuu. Wabunge waliondoka Chadema na kufanikiwa kurudi katika nafasi hizo kupitia CCM walikuwa ni pamoja na Mwita Waitara, Julius Kalaga, Chacha Rioba, Godwin Mollel, James Ole Milia, Pauline Gekul na Joseph Mkundi. Licha ya kundi kubwa kuondoka, Chadema bado ilifanikiwa kubaki kuwa chama kikuu cha upinzani, ingawa ilikosa viti vingi vya bunge kama vyama vingine vya upinzani kutokana na kile ambacho wengi walikiona kuwa ni mbinu chafu zilizotumika wakati wa uchaguzi wa 2020. Turudi sasa kwenye swali kuu. Je, Chadema inajijenga au inajimega? Ionekavyo ni kwamba mambo yote mawili kwa sasa yanatokea kwa wakati mmoja. Uongozi mpya uko katika harakati ya kukijenga chama na wakati huo huo kuna makundi yamemeguka ndani ya chama. Mimi ni Wilberforce Ngoto, umefuatilia Maktaba. Maktaba.